Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni kutoka Auba Swahili. Mimi ni Dennis Kumwenda. Matangazo haya yanakufikia pia mubashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, Instagram Auba Swahili, pamoja na tovuti yetu ya www.auba.africa. Habari kuu hii leo. I repeat, no one will be violated. No one will be killed on the 30th of June. Wakati maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika tarehe 30 Juni yakizidi kuzua mjadala nchini Afrika ya Kusini, waandaaji wake wamejitokeza hadharani na kusisitiza kuwa yatakuwa ya amani. Kufika airport na kuambia arudi ilikuwa mbaya sana. Vyama vya siasa nchini Uganda vimelaani vikali hatua ya serikali ya Uganda ya kumzuia wakili wa Kenya Martha Karua kuingia nchini humo, huku vikidai kuwa hatua hiyo inakiuka misingi ya utawala wa sheria na uhuru wa mawakili kutekeleza majukumu yao. Somaliland mara nyingi hujivunia kwa kiwango chake cha utulivu wa kisiasa na kiusalama. Na eneo la Somaliland lililojitenga na Somalia mwaka 1991 limetoa muda wa siku 10 kwa raia wa kigeni wasiokuwa na vibali halali kuondoka katika eneo hilo. Je, hatua hii ina uhusiano wowote na mgogoro kati ya Somaliland na Somalia? Kwa kweli inaiweka Somalia katika maswali mengi makuna ya msingi, kwamba inazidi kuimarisha hoja ya kutambuliwa kwake kimataifa. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance, and yes! It's a goal! Kwa muktasari leo viwanjani, timu ya taifa ya Mexico kwa mara ya kwanza imeweza kushinda mechi zote 3 za hatua ya makundi ya kombe la dunia tangu timu hiyo aanza kushiriki fainali hizo. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ametetea uamuzi wake wa kuanzisha kwa mapumziko ya lazima ya maji katika kombe la dunia mwaka 2026, akisisitiza kuwa uamuzi huo hauhusiani na maslahi ya kibiashara, mbali ni sababu za kiusalama na kiutendaji kwa wachezaji. Na shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza kuwa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho maarufu CRDB Cup kati ya Simba na Azam FC utafanyika Julai 4, 2026 majira ya saa 11 kamili jioni katika uwanja wa Gombani visiwani Zanzibar. Ungana nasi muda utakapofika. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba. Mimi ni Helenis Dori kwa Vava. Caracas. Shughuli za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea baada ya nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoacha uharibifu mkubwa wa majengo na miundombinu katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa za awali, idadi ya waliopoteza maisha na majeruhi inatarajiwa kuongezeka kadri vikosi vya uokoaji vinavyoendelea kupekua vifusi vya majengo yaliyoanguka. Serikali ya Venezuela imetangaza hali ya tahadhari katika maeneo yaliyoathirika, huku hospitali zikielezwa kuzidiwa na majeruhi wanaoendelea kupokelewa kwa matibabu ya dharura. Vikosi vya ulinzi na mashirika ya misaada ya kibinadamu vimepelekwa kusaidia operesheni za uokoaji, huku baadhi ya maeneo yakikabiliwa na upungufu wa umeme, maji na mawasiliano kutokana na uharibifu wa miundombinu. Wataalamu wa masuala ya jiolojia wanaendelea kufuatilia uwezekano wa matetemeko mengine ya mitikisiko midogo midogo ya ardhi, huku wakitoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kuepuka majengo yaliyoathirika. Hali bado ni ya wasiwasi na mamlaka zinasema taarifa zaidi zitaendelea kutolewa kadri operesheni za uokoaji zinavyoendelea. Kiev. Mapigano kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea katika maeneo ya mashariki mwa Ukraine, huku pande zote mbili zikiripoti mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani. Jeshi la Ukraine limesema limefanikiwa kuangusha baadhi ya ndege hizo, huku likikiri kuwepo kwa uharibifu katika baadhi ya maeneo ya makazi na miundombinu. Kwa upande wake, Urusi imedai kushambulia maeneo ya kijeshi, madai ambayo hayajathibitishwa na chanzo huru. Wakazi wameendelea kuondoka katika maeneo yaliyo karibu na mapigano, huku juhudi za kimataifa za kusitisha vita hivyo zikiendelea. Brazzaville.
Kituo cha kudhibiti magonjwa Afrika CDC kimezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji katika sekta ya afya ili kuimarisha uwezo wa kukabiliana na milipuko ya magonjwa. Afrika CDC imesema kuwa utegemezi mkubwa wa misaada kutoka nje unalifanya bara kuwa katika hatari zaidi wakati wa majanga ya kiafya kama vile Ebola na magonjwa mengine ya milipuko. Kituo hicho kimesisitiza umuhimu wa nchi za Afrika kuwekeza katika utafiti wa ndani, uzalishaji wa chanjo pamoja na kuimarisha mifumo ya afya ya msingi ili kuhakikisha zinakuwa na uwezo wa kujitegemea wakati wa dharura. Pia kimeonya kuwa bila hatua hizo Afrika itaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa kila inapozuka milipuko ya magonjwa mapya na yanayojirudia. Na hatimaye kandanda. Timu ya taifa ya Afrika Kusini imeandika historia baada ya kufuzu hatua 16 bora ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza, ushindi uliopokelewa kwa shangwe kubwa nchini humo. Afrika Kusini imekuwa miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayotoa matumaini makubwa katika michuano hiyo, huku timu nyingine za bara zikiendelea kuonyesha ushindani mkali. Timu za Morocco, Ivory Coast na Ghana pia zimetajwa kuwa miongoni mwa zinazoweza kufanya vizuri zaidi kutokana na viwango vya hivi karibuni na uzoefu katika mashindano ya kimataifa. Wataalamu wa soka wanasema mafanikio ya Afrika Kusini ni ishara ya maendeleo ya soka la Afrika na kuongeza matumaini ya bara hilo kufanya vizuri zaidi katika hatua zinazofuata. Mwisho wa taarifa habari, mimi ni Helen Isdori kwa Vava. Karibu sana wewe unayefuatilia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa YouTube, Facebook, Instagram na tovuti yetu ya Auba. Na sasa tuanze uchambuzi wetu tukiangazia huko nchini Uganda. Vyama vya siasa nchini Uganda vimelaani vikali hatua ya serikali ya nchi hiyo ya kumzuia wakili wa Kenya Martha Karua kuingia Uganda, vikidai kuwa hatua hiyo inakiuka uhuru wa mawakili kutekeleza majukumu yao ya kisheria. Vyama hivyo vinasema uamuzi huo unadhoofisha mshikamano wa kikanda na misingi ya ushirikiano wa Afrika Mashariki, haswa ikizingatiwa kwamba Karua alikuwa amepewa kibali cha kumtetea mwanasiasa wa upinzani Dr. Kizza Besigye anayekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Mwandishi wetu wa Auba Radio Isaac Mumena ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Kampala. Viongozi wa vyama vya siasa vya upinzani nchini Uganda wakiongozwa na naibu wa mwenyekiti wa chama cha PFF Daktari Rurume Bayiga, rais wa chama cha UPC Jimmy Akena na chama cha Jema walikutana na waandishi habari mjini Kampala na kulaani vikali kile serikali ilichomtendea wakili wa Kenya Martha Karua. Anaelezea Daktari Bayiga. Tunalaani vikali kitendo cha kumzuia wakili Martha Karua na kumrudisha kwao, kwani hakuna sababu ya kumrudisha. Naye rais wa chama cha UPC Jimmy Akena na rais wa chama cha Jema Athmani Basalira wamesema kitendo hicho kimeleta aibu kwa taifa la Uganda na kusema inarudisha nyuma umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Martha Karua alipata license kuwa wakili hapa Uganda. Yeye ni lead counsel kwa kesi ya Besigye. Yeye citizen wa East Africa. Sasa kama yeye anataka kuja hapa, anaweza kuja saa yoyote. Kufika airport na kukwambia arudi ilikuwa mbaya sana. Inaenda kutupatia picture mbaya ya nchi yetu hapa Uganda. Kwa sababu hata na saa hii authorities hapa Uganda bado kutupatia explanation yoyote, sababu aliambia arudi kwake nyumbani Kenya. This action extremely shameful. Hatua hiyo ni kitendo cha aibu na kwenda kinyume na umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzuia wakili kufanya kazi zake. Wakili Martha Karua alifahamisha kuwa walichukua simu yake ya mkononi kwa nguvu na laptop wakati tayari amepanda ndege ya shirika la Kenya Airways. Walimpelekea lakini alikataa kuipokea kwa kuhofia usalama wake, anaelezea. And therefore when they tried to return them to me on the plane, wakati anajaribu kunirudishia nikiwa kwenye ndege, nilikataa kupokea. Huenda wameweka madawa ya kemikali. I do not know whether they have harmful chemicals. Martha Karua aliongozana na mwenyekiti wa chama cha mawakili nchini Kenya Charles Kidema, lakini yeye na wakili mwingine waliruhusiwa kuingia na kuonyesha masikitiko yake jinsi walivyomzuia Martha Karua, anaelezea. Si mambo mazuri kwa sababu jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki ziko na uhusiano,
na mkataba ambaye iko kwa sheria inaitwa East Africa Community Law ambaye inaruhusu wakazi wa nchi za Afrika Mashariki watembee, waingie kwa nchi moja ama ingine bila kizuizi. Na tena Martha Karua ni wakili ambaye amekuwa akiwakilisha Kizza Besigye na amepewa ruhusa ya kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo kupigwa vikwazo kwake kuingia kwa nchi ya Uganda inaonyesha kwamba wamekiuka sheria ambaye Uganda pia inafaa kufuata, na hiyo si kitu mzuri. Tena sisi kama mawakili tunasema uhuru ya mawakili ni muhimu sana kwa mambo ya kisheria. Uhuru wa wakili ikiharibika na isizingatiwe inaleta shida kwa wakazi wa nchi yote. Kuzuiliwa kwa Martha Karua nchini Uganda kunaleta hofu kwa kesi ya Daktari Kizza Besigye uhaini, kwani Martha Karua ndiyo kiongozi wa mawakili wa Besigye wakishirikiana na wakili Elias Lukwago ambaye na yeye yuko Ruzira kwa sasa, takwamisha kesi hiyo kusikilizwa na kukosa wakili baada ya Elias Lukwago kumkatalia dhamana. Isaac Mena, Auba Radio. Asante Isaac, na sasa tuelekee Somalia. Serikali ya eneo la Somaliland lililotangaza kujitenga kutoka kwa Somalia mwaka 1991 imewaagiza raia wake wa kigeni wanaoishi katika eneo hilo bila vibali halali vya ukaazi kuondoka ndani ya siku 10, ikisema hatua hiyo inalenga kuimarisha usalama na kudhibiti uhamiaji haramu. Mengi zaidi anaripoti mwandishi wetu Anna Mpina. Tangazo hilo limetolewa na naibu waziri wa mambo ya ndani wa Somaliland Abdulrashid Mohamed Hassan, ambaye amesema wageni wote wasiokuwa na nyaraka zinazotambulika kisheria wanapaswa kuondoka kabla ya muda huo kuisha au kukabiliwa na hatua za kisheria. Kwa mujibu wa serikali hiyo, vyombo vya usalama vimeagizwa kuhakikisha agizo hilo linatekelezwa, huku wananchi wakitakiwa kutoa taarifa kwa mamlaka kuhusu watu wanaoshukiwa kuishi kinyume cha sheria katika eneo hilo. Serikali imeonya wananchi kutochukua sheria mikononi mwao na kusisitiza kuwa utekelezaji wa agizo hilo ni jukumu la vyombo vya dola pekee. Hata hivyo, Somaliland imefafanua kuwa wageni wenye vibali halali vya kuishi, kufanya kazi na kuendesha biashara hawataathiriwa na hatua hiyo na wataendelea kulindwa kwa mujibu wa sheria za eneo hilo. Hatua hiyo inakuja wakati mamlaka za Somaliland zikieleza kuwa zinataka kuimarisha usalama wa ndani na kuweka mazingira mazuri kwa uwekezaji na maendeleo ya uchumi. Somaliland ambayo ilijitenga kutoka kwa Somalia mwaka 1991 inaendesha taasisi zake za uhamiaji na usalama licha ya kutotambuliwa rasmi na mataifa mengi duniani. Anna Mpina, Auba Swahili. Tukiwa bado katika ripoti hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Musi Niyegira akiwa jijini Dar es Salaam, na nimeanza kwa kumuuliza, je, uamuzi wa Somaliland wa kuwaagiza wageni wasiokuwa na vibali halali kuondoka una uhusiano wowote na mvutano wa kisiasa uliopo kati ya Somaliland na Somalia? Kwa kweli inaiweka Somalia katika maswali mengi makubwa ya msingi, kwamba inazidi kuimarisha hoja ya kutambuliwa kwake kimataifa. Jingine linaweza kuwa ni ujumbe wa usalama na mamlaka kwamba Somaliland inaweza pia kuwa na hali ya kujitegemea na hivyo kutangaza kama ilivyofanya. Nyingine ni kutoa shinikizo la kisiasa kwa Mogadishu, kuonyesha kwamba sasa Somalia unaweza ukaona ni nini kinaendelea, ingawa si kwa namna ya moja kwa moja, ila anaweza ikawa ni hatua kama hizi zinaweza kuitambulisha Mogadishu kwamba Somaliland ina uwezo wa kufanya maamuzi ya kujitawala bila idhini ya serikali ya shirikisho la Somalia. Je, kuna uwezekano kwamba Somaliland inahofia kuingiliwa na makundi yanayohusishwa na Somalia au vitisho vya usalama vinavyotokana na mgogoro huu? Ni kweli, na hili linaweza likajionyesha katika sababu chache tu. Kwa mfano, wanapozuia kupenya kwa watu wenye nia ovu, kwani watu wanaoingia bila nyaraka halali ni vigumu kufuatiliwa, jambo ambalo linaweza kutumiwa na wahalifu, magaidi au mawakala wa makundi yenye silaha.
na hivyo ni muhimu wao kulinda utulivu wa ndani. Kwa hiyo Somaliland mara nyingi hujivunia kwa kiwango chake cha utulivu wa kisiasa na kiusalama, na imekuwa ikijidai kwamba maeneo mengi ya Somaliland yana utulivu ukilinganisha na maeneo ya Somalia, na hivyo serikali inaweza kuona udhibiti mkali wa uhamiaji kama njia ya kuhifadhi utulivu huo. Hatua hii ina ujumbe gani wa kisiasa kwa serikali ya Mogadishu? Ndiyo, inawezekana kuna uhusiano wa kisiasa, lakini si lazima iwe ndio sababu hii pekee ya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa usalama, agizo la wageni wasiokuwa na vibali halali kuondoka ndani ya muda maalum limeelezwa rasmi kuwa ni hatua ya kuimarisha tu usalama wa ndani na udhibiti wa uhamiaji haramu. Lakini niseme kwamba tunaweza tukaiangalia katika hatua kama tatu hivi, kwamba mahusiano kati ya Somaliland na serikali ya shirikisho Somalia yenyewe yameendelea kuwa na mvutano kuhusu swala la hadhi na uhuru wa Somaliland. Kwa hiyo taarifa hiyo imetokea katika kipindi hicho cha mvutano. Lakini la pili, Somaliland imekuwa ikijitahidi kuonyesha uwezo wake wa kujitawala kama dola. Kwa hiyo hii inawezekana ikawa inaonyesha au inatuma ujumbe kwamba inalinda hali yake ya kidola, inalinda dola lake. Haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba. Tunapatikana kupitia YouTube kwa jina la Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, Instagram Auba Swahili, na katika tovuti yetu ya www.auba.africa. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Kifo cha kijana mmoja wakati wa maandamano nchini Kenya kimezidisha upinzani dhidi ya kituo cha karantini cha Ebola kinachopendekezwa kujengwa kwa ushirikiano na Marekani katika kambi ya kijeshi ya anga mjini Nanyuki. Familia ya Charles Mwangi inasema hakuwa sehemu ya waandamanaji wakati alipofyatuliwa risasi na kufariki katika vurugu zinazohusishwa na mradi huo. Mengi zaidi ana ripoti mwandishi wetu Amrat Haj. Miongoni mwa wanafamilia walioguswa zaidi ni dada wa marehemu Leila Mwangi, ambaye amesema uhusiano wao ulikuwa wa karibu sana na kumpoteza kwake kumewaacha katika majonzi makubwa. He was the father to my daughter, so it's hard. Alikuwa kama baba kwa binti yangu, hivyo ni vigumu kwangu. Alikuwa rafiki yangu wa karibu sana, hivyo si rahisi kwangu wala kwa familia. Wakati huo huo, siasa za nchi hiyo zimeendelea kuchemka baada ya baadhi ya viongozi wa upinzani kuungana na waandamanaji kupinga mradi huo. Ndindi Nyoro ni mbunge wa nchini Kenya. Wakenya wameonyesha msimamo wa pamoja. Hatutaki kituo hicho cha Ebola kianzishwe hapa nchini Kenya. Hata hivyo, serikali ya Kenya imesisitiza kuwa mradi huo una lengo la kuimarisha huduma za afya na sio tishio kwa wananchi. Waziri wa afya wa Kenya Aden Duale amesema kituo hicho kitahudumia Wakenya na wageni, huku akitoa wito kwa wananchi kutogeuza swala hilo kuwa la kisiasa. So it will treat both Kenyans and foreigners. Kituo hicho kitatoa huduma za matibabu kwa Wakenya na pia kwa wageni. And please let us not politicize. Na tunaomba swala hili lisigeuzwe kuwa mjadala wa kisiasa. Wakati mvutano huo ukiendelea, waandamanaji wamesema hawatakubali mradi huo kusonga mbele, wakitaka maelezo zaidi kuhusu makubaliano kati ya serikali ya Kenya na Marekani. Patrick Wahome ni kiongozi wa waandamanaji wanaopinga mradi wa karantini ya wagonjwa wa Ebola nchini Kenya. We want to tell American government. Tunataka kuiambia serikali ya Marekani kwamba kama kuna makubaliano yoyote yaliyofanywa kati yake na rais wa Kenya au na serikali ya Kenya, Wakenya hawakuhusishwa. Wananchi wa Kenya hawajui kuhusu jambo hilo, na hatupo tayari kuwapokea Wamarekani wagonjwa katika ardhi yetu, hususan hapa Nanyuki. Serikali sasa inakabiliwa na shinikizo kubwa kutoka pande zote, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka katika eneo hilo. Amrataji, idhaa ya Kiswahili, Auba, kutoka Zanzibar.
Asante Amrat, na sasa nichukue ripoti nyingine tukienda huko nchini Rwanda. Katika juhudi za kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa hewa, serikali ya Rwanda imeendelea kuhimiza matumizi ya magari na vyombo vya moto vinavyotumia nishati safi kama umeme na gesi. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa nchi hiyo kuelekea uchumi wa kijani na usafiri endelevu. Taarifa zaidi anaripoti mwandishi wetu wa Kigali, Rwanda, Christopher Karenzi. Kuna mpango wa kutengeneza stendi kubwa ya mabasi jijini Kigali, Rwanda. Iliyopo hivi sasa Nyabugogo haitoshelezi kwa mabasi yanayokwenda mikoani na nchi za nje kama abiria wanavyoeleza. Faida ya mabasi ya umeme ni kwamba yana mwendo kasi sana na hayakosi abiria mara kwa mara. Kituo cha mabasi kinahitaji kupanuliwa. Mimi hupenda kusafiri mara kwa mara, na wakati mwingine ninapotembelea vituo vingine vya mabasi naona kuna tofauti ikilinganishwa na Nyabugogo. Huku kunaonekana kuwa na msongamano na ukosefu wa mpangilio. Kituo hiki cha mabasi kikiboreshwa, msongamano wa magari utapungua. Kuna magari yanatoka mikoani yakishusha abiria, huku mengine yakiwa yanasubiri kupakia abiria, ilhali kituo cha mabasi ni kidogo. Jean-Pierre Ndishimie ni dereva wa mabasi hapa Kigali. Anaeleza umuhimu wa mabasi yanayotumia nishati ya umeme. Gari ya umeme haiharibu afya ya watu. Hata kila mtu tu ukitizama, wakiona watu wanapita, unasikia mwili wako unapumua vizuri. Vile vitu ya moshi tena hakuna, takataka zote hamna. Hapa Rwanda mimi naona wanaingine mbinu, sijui mbinu gani, lakini basi za umeme ni basi nzuri sana. Makubaliano yaliyofikiwa kati ya serikali ya Rwanda na mfuko wa kimataifa wa maendeleo, walikubaliana mkopo wa dola za Kimarekani milioni 26 na laki 2. Waziri wa nchi katika Wizara ya Fedha na Mipango, Godfrey Kabera, amesema kuwa mkopo huo utasaidia kuboresha usafiri wa umma, ikiwemo ukarabati na uboreshaji wa kituo cha mabasi cha Nyabugogo jijini Kigali, pamoja na kuongeza idadi ya mabasi yanayotumia umeme. Kwa jumla, mpango wa kitaifa wa kutekeleza matumizi ya magari rafiki kwa mazingira yanayotumia umeme unaendelea kupanuliwa na kuimarishwa. Kutoka Uba Swahili, Kigali, ni Christopher Karenzi. Tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa leo huko kusini mwa Afrika. Kiongozi wa vuguvugu la March and March linalopinga wahamiaji wasio na vibali nchini Afrika ya Kusini, Jacinta Ngobese Zuma, amesisitiza kuwa maandamano ya kitaifa yaliyopangwa kufanyika tarehe 30 Juni yatakuwa ya amani na yatafanyika kwa kuzingatia sheria. Kauli hiyo inakuja wakati maandamano hayo yakizidi kuvutia mjadala mkubwa nchini Afrika ya Kusini, huku baadhi ya wakosoaji wakidai kuwa waandaji wake wanachochea chuki dhidi ya raia wa kigeni. Kutoka Pretoria nchini Afrika ya Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi. Wakati maandalizi ya maandamano ya tarehe 30 Juni yakiendelea hapa Afrika Kusini, viongozi wa vuguvugu la March and March wamekanusha madai kwamba harakati zao zinahamasisha vurugu au mashambulizi dhidi ya wageni. Waandaaji wa maandamano hayo wanasema lengo lao ni kushinikiza utekelezaji wa sheria za uhamiaji na kuwajibisha viongozi wa serikali kuhusu usimamizi wa mipaka na masuala mengine ya kijamii. Mmoja wa waandaaji wa maandamano hayo, Tokozo Mpo, anasema maandamano hayo yatakuwa ya amani. We are not calling for violence. Hatutoi wito wa vurugu, bali tunaitaka serikali na sekta ya biashara kuheshimu sheria. Hakuna atakayeuawa tarehe 30 Juni na hakuna uporaji utakaofanyika kwa jina letu. Tunachokwenda kufanya ni kuanzisha maandamano ya kitaifa kuelekea uhuru, hatua ya pamoja ya umma itakayoendelea hadi madai yetu yatakapotimizwa na serikali. A rolling mass action to continue until our demands are met by the government. Waandaaji hao pia wanasema harakati hizo zinahitaji kuungwa mkono na makundi mbalimbali ya jamii ili kushinikiza serikali kusikiliza matakwa ya wananchi na kupitia upya vipaumbele vyake. Tokozo Mpo anatoa wito kwa wananchi kushiriki katika maandamano hayo. We want to invite all South Africans. Tunataka kuwaalika Waafrika Kusini wote kusimama na kuijenga upya nchi yao. Tunatoa wito kwa Waafrika Kusini kuiwajibisha serikali yao. Kura yenu isichukuliwe kirahisi. Tunataka serikali ianze kuwaheshimu mabosi wake, yaani wapiga kura wake. We want our government to start respecting their bosses, their voters. Hata hivyo, maandamano hayo yameendelea kukosolewa na baadhi ya wanaharakati wanaohofia kuwa yanaweza kuongeza hisia za chuki dhidi ya wageni.
Akijibu ukosoaji huo, kiongozi wa vuguvugu hilo Jacinta Ngobese Zuma amesema lawama zinapaswa kuelekezwa kwa mamlaka zilizoshindwa kusimamia mipaka na kudhibiti uhamiaji haramu. We can't be crying every day over our borders being porous. Hatuwezi kuendelea kulia kila siku kuhusu mipaka yetu kuwa na mianya na kisha tunashindwa kujilinda kama raia. Ni nani anayewajibika kwa bidhaa zote zinazoingia nchini kupitia mipaka yetu bila udhibiti? Ni nani anayewajibika kwa biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu inayoendelea nchini humu? Kama kuna mtu wa kuelekezewa lawama kuhusu uwajibikaji, basi inapaswa kuanza kwa wale walioruhusu uhamiaji haramu. Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Afrika Kusini tarehe 30 Juni, huku mjadala kuhusu uhamiaji haramu, usalama wa mipaka na wajibu wa serikali ukiendelea kugawa maoni ya wananchi. Bryce Odibichwa, Auba Radio, Pretoria, Afrika Kusini. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na sasa tumkaribishe Samuel Male na uchambuzi wa habari za michezo. Samuel, karibu. Tuanze ripoti zetu leo tukianzia upande wa FIFA. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ametetea uamuzi wake wa kuanzishwa kwa mapumziko ya lazima ya maji, yani water break, katika kombe la dunia mwaka 2026. Akisisitiza kuwa uamuzi huo hauhusiani na maslahi ya kibiashara, bali ni kwa sababu za kiusalama na kiutendaji kwa wachezaji. Kwa mujibu wa mfumo huo mpya, kila mchezo utasimama kwa dakika 3 katika dakika ya 22 na 67 ili kuruhusu wachezaji kupata maji na pia makocha kutoa maelekezo ya kiufundi uwanjani. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa makocha na wachezaji pamoja na mashabiki, baadhi wakilalamika kuwa mapumziko haya yanavunja mwelekeo wa mchezo na kubadilisha uhalisia wa soka la ushindani wa kawaida. Wakosoaji akiwemo kocha wa timu ya taifa ya England Thomas Tuchel na kocha wa Uruguay Marcelo Bielsa wamesema mapumziko hayo yanaathiri mtiririko wa mchezo na kupunguza kasi ya ushindani uwanjani. Hata hivyo, Infantino amesisitiza kuwa lengo kuu ni kuhakikisha usawa wa mazingira kwa timu zote, hasa kutokana na hali ya joto inayopatikana katika viwanja mbalimbali vya Amerika ya Kaskazini vinavyotumika katika michuano ya kombe la dunia. Ameongeza kuwa mabadiliko hayo pia yanalenga kulinda afya ya wachezaji, hasa kutokana na ratiba ngumu ya mashindano ambapo timu zinacheza mechi nyingi kwa wakati mmoja. Kuhusiana na mapumziko ambayo umetoa rais wa FIFA Gianni Infantino, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Ramadhan Faraji. Yeye ameweka bayana kwamba haoni athari ya moja kwa moja kwa mapumziko ambayo kwa sasa yanatolewa katika kombe la dunia. Kwangu mimi naweza nikaungana na Gianni Infantino. Inategemea na mazingira ambapo kombe la dunia linachezwa. Hali ya hewa iko vipi? Kwa kama ni hali ya hewa ya joto, lazima watu waweze kupumzika mara kwa mara kwa ajili ya kunywa maji. Tunasema ile cooling break au water break. Kwa hiyo wachezaji wakipata maji, basi ule mwili wao ile chumvi inayopotea au yale maji yanayopotea mwilini wanaweza karudisha na wakaendelea na mchezo. Makocha wengi au baadhi ya makocha wanakosoa kutokana labda mnakuwa timu yako ipo kwenye tempo fulani ya mchezo, wanakuwa na push, wanajua muda wote watapata matokeo, alafu kinapigwa kipienga kwa ajili ya water break na wachezaji wanaenda kupata water break, wanarejea kwa timu yako inaweza isirudi kwenye ile tempo waliokuwa nayo, wakaanza na tempo ya chini na wale wapinzani wakanufaika. Huenda ndo akawa baadhi ya makocha na wana doubt katika hilo eneo, lakini kiuhalisia kwangu mimi afya ni bora. Kwa hiyo ukisimamisha mchezo wachezaji waweze kunywa maji ni kitu kizuri zaidi. Mazingira ya Marekani, ya Mexico na Canada yanaruhusu watu wapate hayo mapumziko. Sidhani kama ni issue ya kibiashara, ila inatokana, kwa mfano Thomas Tuchel wa Uingereza ameweza kupinga hicho kitu kutokana na matokeo yake aliyopata dhidi ya Ghana ambapo wametoka suluhu, lakini mwisho wa siku hayusiani na yale mapumziko ya mara kwa mara. Kitu kama hichi ninachoamini mimi, Ghana wana energy. Ghana washindani walishika bomba wakaweza kupata alama moja, sare ya bila kufungana
hapana. Hivi vitu vingine vimekuwa ni kama sababu. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Shirikisho la soka Tanzania TFF limetangaza kuwa mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho maarufu CRDB Federation kati ya Simba na Azam FC utafanyika Julai 4 visiwani Zanzibar katika uwanja wa Gombani. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na TFF, fainali hizo itachezwa Gombani Stadium ikiwa ni sehemu ya kuhitimisha rasmi mashindano yote ya TFF kwa msimu mwaka 2025-26. Simba imetinga hatua ya fainali baada ya kuiondoa Coastal Union katika mchezo wa nusu fainali, huku Azam FC ikifuzu baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Young Africans ambapo walikuwa mabingwa watetezi wa mashindano hayo. Mchezo huo unatarajiwa kuwa wa ushindani mkubwa kutokana na ubora wa timu zote mbili, huku kila upande ukisaka kumaliza msimu kwa kutoa taji hilo muhimu na kujihakikishia nafasi ya kushiriki michuano ya kombe la shirikisho msimu ujao. Na timu ya taifa ya Mexico kwa mara ya kwanza imeweza kushinda mechi 3 za hatua ya makundi ya kombe la dunia tangu timu hiyo ianze kushiriki fainali hizo. Kwa mara ya kwanza Mexico ilianza kushiriki fainali za kombe la dunia mwaka 1930 ikiwa mwenyeji. Tangu hapo hajawahi kushinda mechi zote 3 za hatua ya makundi. Katika fainali za mwaka 2026 hatimaye Mexico imefanikiwa kuibuka na ushindi kwa mechi zote 3 ikiifunga Afrika Kusini goli 3-0, Korea goli 1-0 na Jamhuri ya Czech goli 3-0. Kwa nukta hiyo niseme sina la ziada kwa siku ya leo. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Na mpenzi msikilizaji wa Auba Swahili, hapo ndipo tunapofikia mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo. Mwisho wa matangazo haya ni mwanzo wa mengine kesho kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Dennis Kumwenda. Asante kwa kuwa nasi. Kwa heri na usiku mwema.